ليك المجد والكرامة والتهاني على السلطان بيحررني ليك القوة والكلام تشرح تمنعني بتغيرني Kwa ndugu zetu Waarabu hawa, Mungu anasifiwa kwa namna zote. Nguvu yako yanaweka huru. O Mungu wangu, moyo wangu wajitoa kwako. Mwana kondoo uliyechinjwa kwa ajili yangu. O Mungu wangu, moyo wangu unajitoa kwako. O mwana kondoo uliyechinjwa kwa ajili yangu. Wale ndugu zetu Waarabu nao wanamsifu Mungu kwa Kiarabu chao. Mungu ni mwema. Do you feel the world is broken? Do you feel the shard is dipping? Je, unasikia kama ulimwengu wako umedondoka? Giza kuu linakusonga. Do you wish that you could see it all plainly? Bwana ataleta nuru na mambo yote yatakuwa ni mapya. It's all creation burning. Je, uumbaji wote unaugua? It's a new creation coming. Je, uumbaji mpya unakuja tena? It's the glory of the Lord to be delight within me. Utukufu wa Mungu utakuwa nuru katika maisha yetu. It's the good that we remind ourselves of thee. Muhimu tujikumbushe juu ya hilo. Is anyone worthy? Is anyone able to break the seal and open the Je, kuna anayestahili kuvunja vile vitasa? Simba wa kabila ya Yuda ameshinda kabila. Ni shina la Daudi. Is it worthy? Yeye anastahili. All blessing and honor and glory. Baraka, Is it heshima na worthy of thee? anastahili. Does the Father truly love her? Je, Baba anatupenda? Does the Ndio. Spirit moves among us? Je, Roho inatembea katikati yetu? Ndio. And does Jesus our Messiah hold forever those he loves? Je, Yesu anawashikilia daima wale wapendao? Does the light intend to dwell again with us? Je, Mungu anatamani kukaa katikati yetu? Is anyone worthy? Is Je, kuna anyone mtu yote ambaye anastahili? to say? Nani anayeweza kuvunja vile vitasa na kufungua lile pembo? Simba wa kabila la Yuda, shina la Daudi, ya ukoo wote, kila kabila, kila taifa na lugha. Ametufanya sehemu ya ufalme wake, tutawala pamoja na Mungu. Yeye anastahili. Anastahili heshima. Worthy of this. Amen. Anastahili.
happy day, and the sun was shining Ilikuwa ni siku njema, bright. jua liking'aa. A gentle breeze was blowing my way. Upepo mwanana ulikuwa Not a storm cloud inside. hakukuwa na dalili ya dhoruba. Then suddenly we bowed to warning. Ghafla pasipo A tahadhari, storm surrounded my dhoruba ilizunguka life. maisha yangu. But even in the storm, Hata I katika can dhoruba feel the calm. naweza kusikia And amani. here's the reason Na hii why. ndio sababu namfahamu anayenena amani. Namjua kwa jina, Speaker, namjua anena amani. Anadhibiti pepo na wingu. Anaposema kuna shwari, to obey. basi lazima nitii. Speaker, Na furaha kwamba namjua anenaye amani. Ndiyo, namjua kwa jina. there's never been another man Hapajawahi kuwa na mtu with mwingine. the power of this friend. Kuna mtu ambaye ana uwezo kama wanafiki huyu. By simply saying peace, be still, Kule kusema tu kuwe na he shwari, can calm the strongest wave. anaweza kuzimisha pepo zenye nguvu sana. So now I'll never worry Sasa when sitahofu storm tena. clouds come my way. Wingu la dhoruba linapokuja kwangu, I know that He's near najua yuko to karibu drive away my kuondosha hofu fear, zangu, and I can smile and say, naweza kupata sana kusema najua achiwa amani. Najua kwa jina, they have to obey. Speak Yes, I know my name. Peace, peace, wonderful peace, only now. amani, amani ya ajabu inashuka kutoka kwa Baba juu. Peace, 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 still. They have to go. Unaposema kuwe na amani, lazima vitatii. Speak up. Yes, I know my name. Speak up. Yes, I know my name.
ninayemjua, anenaye amani na mjua kwa jina lake. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Kwa imani, By faith we see the hand of kwa imani tunaona mkono wa God Mungu. in the light of creation's grand design, Nuru ya in the lives of those who prove his faithfulness. katika maisha ambayo By faith yameshuhudia and uaminifu not by wake. sight. Tunaenenda kwa imani, si kwa kuona. By faith our fathers roamed the earth with the power of his promise in their Nguvu ya heart, ahadi katika mioyo yao. of a holy city built by God's own hand, Kwa habari za mji uliojengwa na a Mungu, place where peace and justice reign. panapotawala amani na We will stand as children of the promise. tunasimama kama watoto wa ahadi. We will feast eyes on him, our souls reward. Celebrate his finished the work is Tunaangalia done. mpaka kazi itakapokamilika. By faith and not by sight. Tunaenenda kwa imani, si kwa kuona. We will stand as children of the promise. Tunasimama kama watoto wa ahadi. Takaza macho yetu pate kama thawabu ya roho zetu, hata mbio zitakapoisha na kazi kukamilika. Tutaenenda kwa imani, si kwa kuona. By faith these mountains shall be moved. Kwa imani mlima utaondoka. So shall Kwa prevail. nguvu na nguvu ya Injili itashinda. Glory must things are Tunajua katika Kristo mambo yote yanawezekana. with me. Yote yanawezekana kwa wao wanaoliitia jina. Tutasimama kama watoto wa ahadi. Children of the promise. Tutakaza macho yetu kwake He will fix our kama eyes. thawabu ya roho zetu, mpaka mbio zitakapoisha na kazi ikawa imekamilika. Tutaenenda kwa imani, si kwa We will walk by faith, never by sight. We will walk by faith, we will walk by faith. We will walk by faith, walk by faith. We will walk by faith, not by sight. tutaenenda kwa imani, si kwa kuona. Mpigie Bwana Yesu makofi. Those of you that are standing there, when you shout a better amen, you Tuko will mahali have hapa, strength mpiga more than those who amesema are amen seated. kubwa zaidi. Amen. Sema amen. Mengine yasikiki vizuri. Be content
to go with thy servant. And Elisha akasema nitakwenda. Tumekuwa tukiomba zaidi ya miaka 10 kila wiki katika hali ya kudumu. Tumekuwa tukimwombea mchungaji Kumwi kwa zaidi ya miaka 10 kila wiki katika hali ya uthabiti. Mungu ameyajibu maombi yetu mwaka huu. Tumishi amekuja visiwa vya Pacific. Na mimi nasema kama Elisha, tutakubaliana na tutakwenda. Ninachokiona leo ni kile ambacho nilikishuhudia mwaka 86. Ilikuwa ni katika siku kama hii. Baada ya ibada ya miujiza mikubwa, ilikuwa ni crusade kubwa ya miujiza. Nilikuwa katikati ya wanakwaya kwa ajili ya kile kilichotokea katika crusade ya miujiza mikuu. Ikaenda Nigeria yote. Watu wa matangazo wakawa wamekuja na kamera zao kwa sababu jambo kubwa lilitokea. Kama kunao waandishi wa habari waje kwa sababu kuna jambo kubwa litatokea. Wale watu ambao ni waandishi wa habari wakaweka kamera zao kwa watu ambao ni vipofu na watu ambao ni vilema, ili kuja. Mtu wa Mungu hakujua kwamba haya yalikuwa yanaendelea. Na kwa neema ya Mungu, walipokuwa naonyesha ile kwenye televisheni, jambo kubwa lilitokea. Jambo kubwa lilitokea na jambo kubwa litatokea hapa. Walipokuwa naonyesha zile picha baada ya kuwa ameomba, na hatimaye macho ya kipofu ambaye alikuwa ni kipofu kabisa wakafunguka, pap, yakafunguka hivyo. Mtu akasema naona wakati kamera inamwelekea. Hiyo itatokea hapa tena, kwa sababu alikuwa tayari kuja pamoja nasi, na amekuwa yuko pamoja nasi kuja kwenye kisiwa hiki cha Solomon. Bwana atafanya mambo makubwa katika maisha yetu hata siku ya leo katika jina la Yesu. Nataka usimame pale ulipo na umkaribishe pamoja nami mchungaji Dr. William Kumwi aje madhabahuni. Karibu sana baba. Jambo litatokea. Bwana asifiwe. Heri ya Jumapili kwa kila mmoja. Baraka kubwa inakuja juu yako. Ufufuo utakuja katika kila maisha katika jina la Yesu. Nimekosa nafasi ya kusema amen kubwa kubwa. Bwana yu kando yako sasa. Ataenda kuyagusa maisha yako. Atayageuza maisha yako. Nitakapokupa 1, 2, 3. Hayo maneno yatabadilisha maisha yako kwa sehemu iliyosalia ya maisha yako. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya kutuelekezea macho yako siku hii ya Jumapili ya ibada ya pamoja katika visiwa vya Solomon. Bwana, tunaomba utafungua mbingu na kumwaga baraka zako juu ya kila mmoja katika jina la Yesu. Asante Bwana, kwa sababu tunajua imekuwa. Kwa jina la Yesu tunaomba. Mungu akubariki kwa amen nzuri hiyo. Baada ya hiyo unaweza kukaa sasa. Nataka nitaje maneno machache tu ambayo tayaunganisha pamoja, tayafunga pamoja. Na ile neno unapokuja kutoka kwenye Biblia na kuingia kwenye moyo wako, kitu kutoka mbinguni
kitakuja juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Moja, imani. Imani. Jambo la pili, uaminifu. Na la tatu, uhuru kwa ajili ya siku zijazo. Hebu yaunganishe pamoja. Imani na uaminifu kwa ajili ya uhuru kuelekea hatima ijayo. Bwana ana kitu cha kufanya. Bwana amepanga kitu cha kutenda. Bwana ameweka pendekezo. Alimwonyesha hilo pendekezo mwanaye wa pekee, na yule mwanaye wa pekee akamtuma Roho Mtakatifu, njoo utimize lile pendekezo. Lile pendekezo ni juu ya hatima yako. Kuanzia siku ya leo, anapoyaunganisha maisha yako na Yesu Kristo, Yesu Kristo atupaye vitu vyote, atupaye yote, kuanzia wokovu wako kwa utakaso wako, atupaye vyote, akujazaye Roho Mtakatifu, akubatizaye kwa Roho Mtakatifu, lakini pia matoleo makamilifu ya Bwana kwa ajili ya maisha bora zaidi, hatima kubwa. Na unaunganisha hayo ukijua hatima yako ni bora kuliko maisha yako yaliyopita. Amen. Hatima yako ni bora zaidi kuliko maisha yako yaliyopita. Lazima kuwe na imani kwake. Imani ni tumaini. Unamtumaini yeye. Kwa imani unakuwa na ujasiri kwa Mungu. Unakuwa na ujasiri kwa Mungu. Unajua unakiamini kile kitu unachokikalia, ndio sababu umekaa hapo. Nilipokuambia, ulipokaribishwa ukaambiwa hebu kaa kwenye kiti hicho, ukinyanyua kile kitu kakigonga chini, ukasema hivi kinaweza kunibeba kweli ama kitanidondosha hiki? Imani ni tumaini, ni ujasiri. Jaribu kuwachunguza hayo. Imani ndio iliyokuwezesha ukae hapo ulipokaa bila kujiuliza kwamba naweza nikabebwa na hiki kiti au la. Lakini ukiwa na imani, kuna jambo jema linatokea mahali hapa. Kuna mtu alikualika, ukamwambia siku ya kwanza nilikuwepo, na ya pili nilikuwepo, na ya tatu nilikuwepo, lakini baada amekwambia njoo, na umekuja. Hapa tupo sasa. Nakuona pale. Umekuwa ni mwaminifu kwa ahadi zako. Umekuwa na imani. Imani imekufanya unamtumainia. Na pia uaminifu natuambia kwamba tunaweza kuaminika. Imani tunamwamini yeye, uaminifu tunaaminika sisi. Nitafuata na nitaendelea kufuata. Na kila hatua anayochukua, 1, 2, 3, 4, kila hatua anayochukua kumfuata, naonyesha uaminifu wangu kwake. Nitafuata. Na kila hatua, kila siku ni fursa ya kuonyesha uaminifu wako. Kila siku ni fursa ya kuonyesha uaminifu. Hiyo inaleta uhuru. Mikono yako inapokuwa imefungwa, ni ngumu sana kwa wewe kufanya kitu chochote kupitia mikono ile. Lakini pia miguu yako inapokuwa imefungwa, ni ngumu sana kutembea na kwenda huku na kule. Lakini pia akili yako
akili yako ambayo ndio chanzo hasa cha chemchemi za uzima, akili yako inapokuwa imefungwa, utu wako unapokuwa umefungwa, huwezi kutembea, huwezi kufanya chochote, huwezi kufanya kitu chochote. Lakini ile minyororo inapokuwa imevunjwa, zile kamba zinapokuwa zimefunguliwa, na moyo wako uko huru, macho yako huru kuona, masikio yako huru kusikia, miguu yako iko huru kusimama, akili yako, nafsi yako iko huru, na unaweza kulenga shabaha ya kule unakokwenda. Huo ndio uhuru. Ninakuja mbele zako siku ya leo na kuletea uhuru utokao mbinguni. Amen. Ya kwamba ile minyororo iliyokufunga inakuachia. Ule ugonjwa ambao umekufanya maskini, imekufanya ulale, huna msaada, ule ugonjwa unaondolewa. Unaelewa? Kuna neno lingine pale, hatima, siku zijazo. Unapokuja kwenye mikutano, wanaimba, wanafurahi, wanafanya kila kitu, na mkutano unapokuwa umeisha, na furaha inaishia pale, matarajio yanaishia pale, unabakia tu na hadithi ya kwamba nilienda kwenye mkutano, lakini unabakia tu katika sentensi ya wakati uliopita, nilikwenda. Lakini mkutano huu utachora ramani kwa ajili ya hatima yako, na hatima yako itakuwa ni kubwa, itakuwa ni bora kuliko maisha yako yaliyopita. Kwa hiyo funga mkanda wako, isema ninakwenda mahali. Sasa ninapata kitu, nguvu kwa ajili ya safari, ninaipata kutoka kwake. Wana wa Israeli walikuwa na safari. Mungu akawaambia kwamba hamjawahi kupita katika njia hiyo hapo awali. Bwana akamwambia mnakwenda kwenye safari ambayo hamjawahi kuienda. Wekeni alama katika milango yenu, alama ya damu. Na hiyo ilikuwa inasafisha mambo yote yaliyopita nyuma yao, kwa sababu dhambi zote zilizopita, nitakapoiona damu nitapita juu yenu. Amen. Na Bwana aliweza kuondosha mambo yote yaliyokuwa yamepita nyuma maisha yao. Akasema sasa mtakula nyama ya yule mwana kondoo. Ile ni nguvu kwa ajili ya safari iliyoko mbele yenu. Utapata nguvu, utapata uwezo, utapata uti wa mgongo, utapata ujasiri ya kwamba zile siku zijazo zimehakikishwa kwa neno la Mungu. Nataka amen pale. Imani na uaminifu kwa ajili ya uhuru kuelekea hatima. Waebrania sura ya 10 mstari wa 23. Waebrania 10:23. Anasema mlishike sana ungamo la tumaini letu. Anasema shika kila ulichokisikia tangu siku ya kwanza ya mkutano mpaka leo. Anasema mlishike sana ungamo la tumaini letu, lisigeuke. Kila siku ishi kana kwamba upo kwenye uwanja wa mkutano, uwanja wa crusade. Kila siku ishi kana kwamba upo kwenye mkutano wa Injili. Na kila kitu ambacho kimesemwa siku ya leo kishike, na wala tumaini lako lisigeuke. Maana yeye aliahidi ni mwaminifu. Yeye aliahidi ni mwaminifu. Yeye aliahidi, si kwamba alikuwa mwaminifu au atakuwa mwaminifu. Ndiyo, atakuwa mwaminifu. Lakini hata leo, kila siku ishi kana kwamba ni siku na ni wakati uliopo.
Kila siku ishi kama wakati uliopo. Anasema mlishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye ni mwaminifu kwa ahadi zake. Jambo la kwanza tunaangalia imani katika uaminifu wa kimungu. Imani katika uaminifu wa kimungu. Tunaposema neno la kimungu, maana yake ni la kimbingu. Ni Mungu mwenyewe katika asili yake. Tunaposema imani katika uaminifu wa kimungu, naangalia neno hili. Nitakupa mistari ambayo unaijua, mistari ambayo wengi wetu tunaijua. Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza Yohana samahani, sura ya kwanza mstari wa 9. Tunazungumza juu ya imani katika uaminifu wa kimungu. Nasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu, atusamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Udhalimu wote ndio imani tuliyokuwa nayo. Ndicho anachosema ya kwamba ukifanya hivi, yeye ni mwaminifu, na hiki ndicho atakachokifanya, atakusamehe. Mtu mmoja akasema, kwa nini tunataka msamaha? Kila dhambi tunayoifanya, nataka uione kwa namna hii, ni kama una begi katika mgongo wako, na kuna kamba mbele ya begi na inafunga shingo yako, na nyuma kuna begi. Unapofanya dhambi, unafanya kitu ambacho kupaswa kufanya. Ni kama unaichukua kajiwe kadogo unakarusha kwenye begi ile la pale mgongoni. Nasema hicho ni kitu kidogo sana, hakijalishi. Na ndivyo tunavyosema siku zote. Siku ya pili unafanya kitu ambacho ni kibaya tena, unasema uongo, au umeiba kitu, au umelewa, umefanya kitu ambacho kinadhuru maisha ya watu wengine. Kila siku, kila wakati unapofanya kile kitu kiovu, unarusha jiwe, unarusha kokoto kwenye begi lako. Katika mwaka mmoja kunakuwa na mawe 365 kwenye ile begi pale mgongoni. Linakuwa sasa ni nzito mno. Na uko unasema kwamba haijalishi. Na mwaka unaofuata mawe mengine 365. Begi linakuwa ni zito kweli kweli. Inakuwa ni mzigo hasa. Nataka kukunyonga hata hiyo shingo yako sasa. Ni mzigo mzito sana. Ile mzigo tunauita hatia, tunaita hukumu. Na sasa unataka upige mbio katika ile safari iliyo kwa mbele yako. Inawezekana ukawa na mzigo katika moyo wako, au katika nafsi yako, au katika fikra zako, na kila wakati ule mzigo unakukandamiza chini. Na uweza hata kunyanyua macho yako kutazama juu, unaweza kuangalia chini tu, kwa sababu ule mzigo katika mgongo wako unafanya ule mgongo wako upinde. Hauwezi kunyoka tena, kwa sababu ni mtu ambaye hauko wazi tena. Ule mzigo ndio unaokufanya upinde pinde, na inafanya akili yako ipinde, maisha yako yanapinda, na hata maisha yako sasa si ya unyofu kama ilivyo rula. Maisha yako yanapokuwa yamenyoka kama rula,
Maana kila kitu mbele yako kinakuwa kimenyoka, na unaweza ukachora, unaweza ukanyosha ukachora mstari mnyofu kwa ajili ya hatima yako. Kwa hiyo unakuja kwa Bwana, unamwambia Bwana, naomba msamaha, kwa sababu ndio msamaha ndio unaochukua ile begi ule msamaha unaondoa ile begi lenye mzigo wa hatia na hukumu, na hatimaye unakuwa huru. Na imani tulionayo katika uaminifu wa Mungu ni hii ya kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Tukiziungama dhambi zetu, angalia neno hilo, tukiziungama, kuungama ni kinyume cha kuficha. Watu wanaokuja ambao wanajionyesha kana kwamba ni watu ambao hawana hatia, wanazungumza kama watu wasiokuwa na hatia, wanakuja kama Mafarisayo, mimi ni mtu mwenye sifa hii na hii na ile, wanaficha dhambi zao. Anasema tukiziungama dhambi zetu, hatutazificha. Hatutaficha dhambi zetu wakati tunahitaji msamaha wa Mungu. Lakini jambo la pili ni kuhamisha zile dhambi. Tunazihamisha zile dhambi. Na kuziacha, wanafunika dhambi zao, wala sio hivyo tu, wanazihamisha dhambi zao kwa watu wengine. Ndio sababu nakuta kwamba wazazi wanalewa na watoto wanalewa. Kwa nini? Kwa sababu badala ya kuziungama zile dhambi, wanazifunika na hatimaye wanazihamishia kwenye kizazi kingine. Wote wanatenda dhambi na hatimaye watoto wanafuata nyayo zao. Esau akasema ya kwamba namchukia Yakobo. Na utaona kwamba wale wa Edomi ambao ndio wazawa wa Esau, wote walikuwa wanawachukia Waisraeli. Utaona kwamba miaka 10 ilipita, karne ikapita, maelfu ya miaka, wale wa Edomi wakawa wanawachukia Waisraeli, kwa sababu badala ya Esau kukiri dhambi yake, alificha dhambi yake na akaihamishia kwa wazao wake, akawafundisha watu wengine. Kuna watu ambao wanafanya uasherati na uzinzi katika maisha yao kwa sababu imehamishiwa katika maisha yao, tabia ile imehamishiwa katika maisha yao. Kuna watu ambao wanaonekana wako safi kwa nje, lakini ni watu ambao ni wachafu sana katika utu wao wa ndani. Unakuja na ule uchafu, unakuja na ule unajisi, unakuja na ule mzigo mzito. Habari njema ni kwamba unaweza kusamehewa, na kila kitu ambacho umekifanya, unachokifanya kinasamehewa ghafla tu. Anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu. Lazima nijue ile dhambi kabla sijaikiri, nione kwamba ni mbaya. Unasema uongo, unakubaliana kwamba uongo ni mbaya. Kama mtu amelala na mke wa mtu mwingine, hili ni baya.
lazima wewe ni mtu ambaye una haki unaposhutumu dhambi. Kama mtu amefanya dhambi na mke wa mtu mwingine na unahukumu ile dhambi kwa ukali sana sana, hiyo hukumu ilete kwako unapokuwa umetenda dhambi nyingine yote ile. Jiambie ukweli ya kwamba hii dhambi ni baya kama unavyoiona katika maisha ya watu wengine. Mtu ambaye ni mwenye fujo katika jamii, mtu ambaye ni mgumu sana katika jamii, unataka nchi iwe na amani, unataka sehemu iwe na nchi iwe ni sehemu ya amani. Unamwambia mtu unaishi maisha ya mabaya, unaikabili dhambi katika maisha ya watu wengine. Unapoona dhambi ile ile katika maisha yako, inapaswa kuikabili pia. Usianze kujihurumia, usianze kujitolea udhuru. Wanasema sema ukweli ya kwamba hili ni baya. Napoiona kwenye maisha ya mtu mwingine na hukumu, nikiona haya katika maisha ya mtu mwingine ninayakabili. Kuna watu ambao ni mahodari kusimulia mchungaji fulani anaishi hivi, na ni kwa sababu ameona mabaya katika maisha ya mchungaji yule. Na unaweza kaanza kumkabili mchungaji. Fanya hivyo hivyo kwa nafsi yako pia. Sema nimejiona ya kwamba mimi sio mwaminifu. Nimejiona kwamba mimi ni mchafu. Nimejiona kwamba mimi ni mnajisi. Nacho hukumu kwa watu wengine pia nitahukumu katika maisha yangu pia. Nitakacho kikabili katika maisha ya watu wengine na kikabili katika maisha yangu pia. Hukumu tunayotoa kwa ile dhambi kwa mtu mwingine na jinsi tunavyokabili ile dhambi kwa mtu mwingine, tunaileta katika maisha yetu pia, na tunakiri mbele za Bwana. Namna ya kuhukumu dhambi ni kwa kuiungama. Namna ya kuweza kuikabili dhambi ni kwa kuiungama. Kabili dhambi iliyoko katika maisha yako kwa maungamo. Acha kusema dhambi za watu wengine. Na ikiri ile dhambi. Unapokuwa uko tayari kukabili dhambi katika maisha yako na kuiungama, uko tayari sasa kwa ajili ya uaminifu wake. Anasema yeye ni mwaminifu na wa haki, na huu ni uaminifu wa kimungu. Anasema hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Huo ndio uaminifu. Kumbuka, unapofunika dhambi hauiungami dhambi, unaihamishia kwa watu wengine. Ikiwa unahamishia kwa watu wengine, unafundisha watu wengine, unataka watu wengine wanajisikia kama wewe, hiyo haina maana bado kwamba umeungama dhambi yako. Hautasamehewa kwa namna hiyo. Isihukumu hiyo dhambi katika maisha yako sasa na milele, sasa na kila wakati. Mwambie Bwana, ninaomba unisamehe, ninasikitika kwa ajili ya dhambi hii. Unakuwa na huzuni ya kweli pale unapoihukumu ile dhambi na madhara yake katika maisha yako. Anasema tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Udhalimu wote. Kuna watu ambao ni wa kanisani wanatenganisha maneno mawili ya kwamba tusamehe na kutusafisha. Anasema nimesamehewa. Swali ni kwamba je, umesafishwa? Anasema bado sijasafishwa. Ni watu ambao unakuta wamesamehewa lakini hawajasafishwa. Bwana anaposhughulika na dhambi zetu, uaminifu wake, kwa uaminifu wake anatusamehe, na kwa uaminifu wake anatusafisha na udhalimu wote.
Lazima tuwe na imani katika uaminifu wake. Bwana ni mwaminifu, atatutendea hilo katika jina la Yesu. Jambo la pili, uhuru. Uhuru wa mfuasi aliyeamua. Uhuru wa mfuasi aliyeamua. Watu wengine wanasema anamfuata Bwana. Je, unamfuata Bwana kweli kweli? Alimuona Petro na Yakobo na Andrea, akawaambia nifuateni. Alichomaanisha ni hiki. Mafarisayo walikuwepo, lakini walikuwa na wafuasi wao. Masadukayo walikuwepo, walikuwa na wafuasi wao. Na jinsi ambavyo walivyokuwa wale Mafarisayo, Masadukayo walikuwa na namna ya kuwahamasisha wale waliokuwa chini yao na kuwashawishi waweze kufuata mwenendo wao. Sasa Yesu anawajia hapa, anasema mlikuwa ni wafuasi aidha wa Mafarisayo au Masadukayo au wengine. Sasa nawaita mnifuate. Hamuwezi kutembea katika njia mbili kwa wakati mmoja. Kuna hii njia ya Mafarisayo, lakini hapa kuna njia nyingine ambayo Yesu Kristo anaipitia. Huyu mtu wa dini, anataka afuate njia ya zamani, lakini wakati huo anataka kuwa ni mfuasi wa Yesu Kristo. Uweze kufanya hilo, kwa sababu huwezi kuenenda katika njia pana na njia nyembamba kwa wakati mmoja. Aidha uweze kuwa kwenye barabara A au barabara B. Na Yesu akamwambia nifuateni. Hakusema tufuateni. Hakusema tufuateni. Hakusema tufuateni ya kwamba mfuate mimi na Sadukayo, mimi na Farisayo. Anasema tufuate mimi na malaika, tufuateni. Yesu pekee ndiye njia, kweli na uzima. Na mtu yeyote ambaye atakuja kwa Baba lazima amfuate Yesu Kristo. Yesu peke yake. Yeye ndiye ambaye ametuchagua na ametuonyesha njia ya mbinguni. Na tunamaanisha kutoka kwenye mioyo yetu ya kwamba tumekwenda mbinguni, tumefanya maamuzi. Hii ndio njia, na huu ndio ukweli, na huu ndio uzima. Huwezi kufuata barabara mbili kwa wakati mmoja. Wakamfuata. Anakuita leo, na unapoelewa huwezi kumfuata Yesu na kuifuata ile dini yako ya asili, dini yako ya kitaifa. Huwezi kumfuata Kristo na kumfuata mpinga Kristo kwa wakati mmoja. Kwa sababu mpinga Kristo ndiye yule ambaye anapinga kila kitu ambacho Kristo amesema na kila kitu ambacho Kristo anatenda. Lakini unasema nimeamua kuchagua njia, nimechagua kumfuata Yesu. Hakuna kurudi nyuma, hakuna kurudi nyuma. Dunia nyuma, msalaba mbele. Sirudi nyuma, sitarudi. Ninamfuata mfalme wa falme, na yule mfalme ana ufalme. Nami nimechagua Yakobo, nimemchagua huyu Bwana wa mabwana. Sitarudi nyuma. Chagua kuwa na Yesu na kuwa na Yesu peke yake awe mwokozi wako. Mtwae kama mtakasaji wako. Mtwae kama utoshelevu wako, ya kwamba kila ninachokitaka katika njia yangu ya kwenda mbinguni, Yesu ndiye yote katika maisha yangu.
namfuata Yesu. Ndicho kinachotupa uhuru, kwa sababu umefanya maamuzi ya kumfuata Bwana. Fanya maamuzi ya kumfuata Bwana, na ni Bwana peke yake. Yohana sura ya 8 mstari wa 30. Yohana sura ya 8 mstari wa 30. Tuanzie mstari wa 32. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Hapa anazungumza juu ya kweli. Kweli aina gani hiyo? Kweli itongozayo kwa Mungu. Ni kweli itongozayo mbinguni. Anazungumza juu ya kweli. Ya kwamba ni ile kweli ambayo inaweka miguu yetu katika njia ya kwenda mbinguni. Na anasema mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itaweka huru. Napokuambia unaifuata njia pana, na hiyo njia pana inakwenda upotevuni, unachukia. Unachukia, unasema kwamba mimi wanalipa zaka yangu, natoa sadaka mimi. Naamini juu ya maono, naamini juu ya miujiza. Ikiwa unaifuata njia pana, ukweli ni huu, hautafika mbinguni. Ijapokuwa nanena kwa lugha za malaika na za wanadamu, kama sina upendo, mimi si kitu. Nimepata imani ambayo inaondosha milima. Ikiwa ninayo imani ya kuweza kuhamisha milima, hata nikachoma moto kwa sababu ya dini, hiyo yote hainifaidi chochote. Ukweli ni kwamba njia pana haiwezi kufika mbinguni. Njia ya kweli na kuonyesha hii ndio namna ya kuenenda, namna ya kutenda. Sema mimi hiyo hapana, nitafanya kama nilivyozoea, nitatenda kama ambavyo nimekuwa nikitenda hapo awali. Yesu anasema tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Itawaweka huru. Itawaweka huru. Ni pale unapojua kweli na unaiamini kweli na unaishi na kuenenda sawasawa na ile kweli, hapo ndipo unapokuwa huru. Nasema utakuwa huru katika jina la Yesu. Hebu nipe ameni nzuri bora zaidi. Huru. Kwa nini watu wetu hawako huru? Ni kwa sababu hawataki kuwa huru. Kwa sababu ni rahisi sana kuwa huru. Kwa sababu kule kumjia Kristo kunamfanya kila mtu awe huru. Mtu ambaye amefungwa na chupa yake ya bia, mtu anakuambia kwamba hii ni mbaya katika maisha yako, naweza nikaitoa hii chupa kutoka kwako, uwe huru? Anasema siwezi kuishi bila chupa, uhai wangu uko ndani ya chupa tayari. Mtu anamna hiyo unaweza kumwombea masaa na masaa na ukalitaja jina la Yesu kadri ambavyo unataka, lakini huyu mtu hataki kuwa huru. Kuna watu ambao wana wanawake wageni katika maisha yao, wanawake zao, lakini wana mwanamke mwingine ambaye ni mgeni kabisa kwa sababu tu ya starehe ya dhambi.
ili waseme nasema kwamba huyu ni mtu tu ambaye ninampenda tu, tunastarehe tu pamoja. Usiite kana kwamba ni upendo, hiyo ni dhambi. Ukiwa una mwanamke namna hiyo ambaye ameshikamana na maisha yako, amefungwa na maisha yako namna hiyo, mpendo, utakosa mbingu. Utakosa mbingu. Tasema mimi kukaa na mwanamke huyo mgeni kunanipa furaha, kunanipa raha katika maisha, sawa. Raha duniani, mateso mbinguni, mateso katika ulimwengu ujao. Mateso katika ulimwengu ujao, sio mbinguni. Lakini kuna mtu mwingine anasema ya kwamba nachukia hiki kitu kinachofunga maisha yangu. Natamani uhuru. Nataka uhuru katika maisha yangu. Hiki ndicho kitu halisi. Unataka uhuru, nataka uhuru. Unakuja kwa Yesu, Yesu anakuweka huru. Kuna mtu ambaye anasema kwamba Bwana, ninaomba uniweke huru, lakini Mungu anajua kwamba kwenye moyo wako hutaki kuacha hicho kitu. Na wewe unajua kwamba hicho kitu ambacho kimekufunga hutaki kukiacha. Utakuwa huru hata kama unanena uhuru mara ngapi, haitasaidia. Anasema tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Angalia mstari wa 36. Basi mwana akiwaweka huru. Huyu ni mwana pekee, Bwana mmoja tu ambaye amechaguliwa na Mungu. Ndiye pekee anayetambulika mbinguni. Na Mungu ameweka nguvu, ameweka mamlaka ndani yake ili akuweke huru. Mwana aliyechaguliwa, aliyekubalika kwa ajili ya kuweza kukuweka huru, kawekwa na Baba. Anasema basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Nataka amen hapo. Unakuja lakini kweli unatamani uhuru. Unataka uhuru kweli kweli. Una shauku ya uhuru. Usitaki kitu kingine chochote kile ambacho kitakufunga. Parapanda itakapolia, unataka kwenda mbinguni. Unasema nakataa kila kitu ambacho kitazuia uhuru wangu wa sasa na uhuru wangu wa baadaye. Unapokuja kwa Yesu Kristo na upendo huo na hiyo shauku ya uhuru kamili, anachosema ni hiki: basi mwana wa Mungu Yesu akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Nakuja kipengele cha 3 sasa. Kipengele cha 3. Tunaangalia matunda kupitia ushirika wa wanafunzi. Matunda kupitia ushirika wa wanafunzi. Nataka usikie neno hili au fikirie neno hili, mwanafunzi. Unaposema neno hilo mwanafunzi, linaendana moja kwa moja na nidhamu, disciple discipline. Kama wewe ni mwanafunzi halisi wa Kristo, lazima uwe ni mwanafunzi ambaye ni mfuasi ambaye ana nidhamu. Mwamini mwenye nidhamu. Lugha yako ina nidhamu. Maneno yako yana nidhamu. Mtazamo wako, muono wako una nidhamu. Kuna nidhamu.
Urafiki unaotunza una nidhamu. Katika mahusiano unayokuwa nayo na watu wengine, kama ni mwanafunzi wa Kristo, lazima kuwe na nidhamu. Watu wasiojali, watu wanaotenda lolote, ambao wanageukia kokote, watu wakiholela holela, hao watu ambao wanakula kila kitu. Wanaposema huu ni wakati wa kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ni Christmas, maana yake sasa huu ni siku ya kulewa, siku ya kulewa, ni siku ya kwenda kwenye night club. Wanageuza kule kukumbuka kuzaliwa kwa Kristo, kuja kwake hapa duniani, wanageuza hilo kama tatizo, kama siku ya kutokuwa na nidhamu ya kwa hali ya juu katika maisha yao. Unaposema nimekuja kwa Kristo, namwamini Yesu, naishi ndani ya Yesu na naishi kwa ajili ya Kristo, tunapokuwa ni wanafunzi wa Kristo, tunaishi kwa neema yake. Maisha ya kujitoa, maisha ambayo yamemaanisha, maisha yaliyoelekezwa, yenye mwongozo. Kuna watu ambao hawana maelekezo katika maisha yao. Unapofanya jambo, mtu anakuuliza kwa nini umefanya jambo hili, hebu nionyeshe maandiko. Maandiko gani yanakuruhusu kufanya hilo? Haishi kwa kutumia Biblia. Watu walioitwa wanafunzi wa Kristo, hao ni wafuasi na wanaongozwa kwa neno la Kristo, wanaongozwa na maisha ya Kristo, wanazifuata nyayo za Bwana. Hiyo ndio furaha tulionayo sasa, tunayokuwa nayo, kwamba tunaweza tukadumu katika ushirika na Baba, ushirika katika maandiko na ushirika katika Roho Mtakatifu. Tunaambiwa katika neno la Mungu katika Yohana sura ya 8 mstari wa 30. Yohana 8 mstari wa 30. Hapa nazungumza juu ya ushirika. Kwamba tunakula pamoja, hiyo ni sawa, ni nzuri. Lakini tunaposema tuna ushirika, tunasema tunakula pamoja, sawa. Na hii tunaposema tuna ushirika katika Kristo, maana yake tunakuwa na ushirika katika neno lake, katika neno lake. Sio ushirika ya kwamba tunakula na kunywa. Ushirika wanaume na mwanamke wanagusana namna hiyo, huo sio ushirika. Huo sio ushirika, huo sio rafiki. Ushirika wetu ni katika haki, katika utakatifu, ushirika ambao una msingi katika neno la Mungu. Yohana sura ya 8 mstari wa 30. Naye alipokuwa akisema hayo, wengi walimwamini. Angalia mstari unaofuata 31.
Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mkikaa katika maneno yangu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tunaposema ushirika ni katika neno la Kristo. Siku ya Pentekoste watu 3000 walitoa maisha yao kwa Kristo, na Biblia inatuambia kwamba wakawa kidumu katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali na kadhalika. Lakini Biblia inasema kwamba walilipokea lile neno kwa furaha. Pasipokuwa na lile neno hakuna ushirika. Hiki ndicho ambacho Bwana anakitaka kwetu. Tusimame. Bwana anataka tuweke msingi katika maisha yetu kwenye imani, uaminifu na katika uhuru, hasa na katika ushirika. Mambo hayo manne: tuwe na imani, tuwe na uaminifu, tuwe na uhuru, lakini tuwe na ushirika. Hiyo itatufanya tumuone uso kwa uso katika siku ijayo, katika zile siku zijazo, katika hatima maisha yetu. Unapokuwa unasafiri kwenda kwenye ile hatima yako ya milele, hakikisha ushirika wako na Bwana hauvunjiki, na ushirika wako na watu wa Bwana hauvunjiki pia. Na atakapokuja atakuona ukiwa katika imani. Mtu aseme amen. Atakapokuja atakukuta mwaminifu. Atakukuta katika ushirika pamoja naye. Sio ushirika pamoja na watu wa dini tu, lakini utakuwa na ushirika wa kweli na yeye. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele na milele. Hebu tusimame pale tulipo na kusema na Bwana. Simama pale ulipo useme na Bwana. Mwambie Bwana, angalia maisha yako. Mwambie Bwana, najua imani ya kweli kwako inanileta kwenye ufalme wako. Mwamini Bwana Yesu. Kumbuka ya kwamba ni imani katika uaminifu wa kimungu. Tukiziungama dhambi zetu. Je, unaficha dhambi yako? Usifiche dhambi yako. Usihamishie dhambi yako kwa mtu mwingine. Napenda hiki, sipendi hiki, na hivi je unaweza kufanya kama mimi? Usihamishie dhambi kwa mtu mwingine yoyote. Ikiri, iungame hiyo dhambi. Ikabili hiyo dhambi yako. Tubu hiyo dhambi, ikabili dhambi yako. Tukiziungama dhambi zetu, kama tukiziungama kweli dhambi zetu kwa mioyo yetu yote, kwa uhalisi, katika hali ya uwazi, tukiziungama dhambi zetu waziwazi, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu, atusamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Bwana kamwe katu hatupi leseni ya kuendelea katika dhambi zetu. Tukiziungama dhambi zetu, damu yake inatusafisha. Anataka tuwe na neema ya kuwa waaminifu kwake. Tunapojitambulisha
kama wanafunzi, wafuasi wa Kristo. Na unapofanya hivyo, kutakuwa na nidhamu katika maisha yako. Kutakuwa na nidhamu ya mwanafunzi wa kweli. Usiishi vyovyote vile kana kwamba hakuna Biblia, kana kwamba hakuna neno kutoka kwa Bwana, kutoka kwa mfalme. Mfuate, lakini endelea katika ushirika. Ushirika na Mwana, ushirika na Baba. Na maisha yetu yatakwenda kuonyesha wazi ya kwamba tumekuwa na ushirika na Bwana. Tuwe na ushirika wa kweli. Neema ya ushirika wa kweli juu ya maisha kila mmoja wetu, kwa sababu Yesu yu aja, na anapokuja ipo karibu na karibu zaidi. Anapokuja tutamuona na tutakwenda pamoja naye. Tutaishi pamoja naye milele na milele. Mpe Bwana maisha yako katika namna ambayo ni ya kimaamuzi kabisa. Uwe mfuasi wa kweli wa Bwana. Tembea katika njia nyembamba inayoelekea mbinguni. Huwezi kutembea katika njia mbili kwa wakati mmoja. Jumapili siku ya jua, siku za katikati ya wiki mwenye dhambi. Enenda katika njia hii nyembamba. Kila wakati unafikiri juu ya mbingu. Kwa jina la Yesu tunaomba. Kwa jina la Yesu tunaomba. Baba, tunakushukuru kwa neno lako. Tunakushukuru kwa kweli yako. Kweli hii ikandikwe katika vibao vya mioyo yetu. Tuwezeshe kuishi sawa sawa na maneno yako, ili siku ya mwisho itakapokuja, watu wa dini wengi watakapokuwa wanavunjwa moyo, tupe haki itokayo Calvary. Tutunze katika pendo lako katika kweli, ili tuwe na sifa ya kutumia umilele pamoja na Bwana milele na milele, kwa jina la Yesu. Tusaidie Bwana, tunapoishi duniani humu, tutaishi sawa na neno lako. Itakuwa ni kwa ajili ya baraka zetu hapa duniani, na kwa ajili ya mafao katika ulimwengu ujao, kwa ajili ya umilele katika ulimwengu ujao. Kwa jina la Yesu tunaomba. Nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia, kwa bei ya mauti ya